Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana kwenye semina hii. Hii ni semina kwa ajili ya waombaji. So ninakukaribisha hapa kwenye semina hii, na tutakuwa na masomo marefu kidogo. Kwa neema ya Mungu nitakufundisha yale ambayo Roho Mtakatifu ataniongoza kukufundisha. So kwanza tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako, asante kwa upendo, rehema na neema zako. Malango ya masaa haya ninaliinua jina lako na kulibariki. Ninaweka wakfu semina hii. Semina hii Bwana ukafundisha wewe Roho Mtakatifu. Kila vizuizi vya adui visipate nguvu katika jina la Yesu. Damu yako ikanene watu wako hawa kuelewa zaidi. Ufahamu wao ukafunguliwe. Na takasa mioyo yao na fahamu zao. Kile ambacho umekusudia wakajifunze Bwana, hakika wakajifunze na kukifahamu. Katika jina la Yesu Kristo. Na mwisho wa semina hii wasiwe watu wa kawaida tena, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Na waweka wakfu sasa kwa ajili ya semina hii kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Wafai kusikia semina hii, wafai kujifunza, wafai kubadilika, na maisha yao yasibaki kama mwanzo, katika jina la Yesu. Amen. Sasa sehemu ya kwanza unaweza kuona maana ya waombaji, ukachukulia ni kawaida, lakini ni mada kidogo tofauti. Okay. Na hii sehemu ya kwanza tunaangalia muombaji ni mtu gani, sifa zake ni zipi, tutazitaja, lakini tutaangalia kwenye Biblia waombaji ambao tutaweza kuangalia, kwa sababu kwenye Biblia waombaji ni wengi sana. Amen. Sasa mstari ambao tunasimamia ni ile Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 8. Na tunaona inasema, wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Sasa watu wa Israeli walijikusanya sehemu moja. Samueli aliwaita kwa sababu walikuwa wametenda dhambi, akawa amewaita sehemu moja inaitwa Mispa. Walipojikusanya, Wafilisti wakawa wamepenyezewa taarifa na Wafilisti wanakuja kupigana nao. Lakini remember hapa Waisraeli wameshaharibu na Mungu. Na ambaye alikuwa ni muombaji hapa ni Samueli ambaye ni nabii. Na wote walijua hilo. Wanaanza kumwambia sasa kwamba amlilie Bwana kwa sababu walitaka waokolewe. So moja ya kazi ya muombaji ni kwenda mbele za Mungu, kuintercede, kuomba kwa ajili ya watu fulani, kwa ajili ya kundi la watu fulani. Na kwa nini anasimama yeye mtukati? Aidha wale watu hawajui kanuni, au wale watu wamekosana na Mungu, au wale watu hawana mahusiano yale na Mungu. Kwa hiyo yeye anakaa katikati na kuhakikisha anatengeneza suluhisho, na hao watu anawakutanisha na Mungu, na Mungu anawahurumia, na Mungu anawahudumia, na Mungu anawaponya. Amen. So muombaji ni mtu ambaye yeye kazi yake ni nini? Yeye kazi yake anakaa katikati ya watu na Mungu. So ni muombaji kwa maana ya kwamba yeye anachokifanya, tunasema Kiingereza ana intercede. Okay? So yeye anachofanya ni nini? Anaomba kwa ajili ya watu wengine. So huyu ni mtu ambaye anakuwa na mzigo kwa ajili ya watu wengine. Ukitaka kujua wewe ni muombaji, unaweza ukajikuta tu unapenda watoto wadogo, kuwaona wanafurahia. Baadaye labda unapenda kuona wamama wajane wako huru. Unaanza hivyo kama bado hii karama haijajifunua kwako. Amen. Hiyo inaanza kujionyesha nje kabla haijawa rohoni. Okay? Yes, inaanza kujionyesha nje kabla haijawa rohoni. So utakuwa ni mtu ambaye unapenda kuona watu fulani wanafanikiwa. Kuna wakati utatamani hata uwe na pesa ili wasaidie watu wa aina fulani. Amen. Maana yake ni nini? Wewe ni muombaji. Muombaji yoyote huwezi kukuta ni mtu mwenye vurugu na watu. Huwezi kuwa muombaji. Yes, labda uwe na vurugu na watu kwa sababu wamewaonea watu wengine, lakini sio kwa sababu ya ugomvi, yani ukawa mgomvi. Amen. Why? Because muombaji siku zote anataka kuona watu wanafanikiwa. Muombaji anataka kuona watu wanafanikiwa. So muombaji yoyote anakuwa na mzigo wa kuombea watu wengine.
na hata ndoto zako nyingi ambazo utaota, utajikuta unaota matatizo ya watu wengine. Haleluya! So hizi ni vitu ambavyo vichukue. Nitaenda kukupa sifa, lakini hivi vitu nakwambia why? Ninakwambia kwa sababu hizi zenyewe utazijua ukiwa hata kabla hujawa nani, muombaji. Okay? Yes. So mara nyingi utaonyeshwa matatizo ya watu wengine. Kuna watu hawaotagi kuhusu wao. Utakuwepo bila shaka. Okay? So ukiona hivyo, maana yake una karama ya intercession, au wewe ni intercessor, wewe ni muombaji. Sema amina kama unanielewa. So leo nitaanza na somo hili. Kwenye Biblia tuna waombaji wengi sana, okay? Ibrahimu alikuwa ni muombaji. Unaweza ukaona anakaa na Mungu, anafanya maombezi, ana intercede na Mungu kwa ajili ya watu wa Sodom ili Mungu agaili pengine kushusha moto. Tunaona pia Musa, baada ya wana wa Israeli kuwa wameabudu sanamu na nini, unaona kuanzia safari imeanza mpaka mwisho Musa anarudi kwa Mungu, anawalilia. Nadhani analia mbele za Mungu kwa ajili ya Waisraeli. Nadhani Musa ni moja ya watu ambao ni maintercessor wakubwa zaidi kwenye Biblia, by the way, ukimtoa Yesu. Okay? Kwa sababu Yesu kila kitu alichokuwa anakifanya ilikuwa ni intercession. Yaani Yesu maisha yake tangu kaja hapa duniani yote ilikuwa ni kwa ajili yetu sisi. Maana Mungu aliupenda sana ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Okay? Kwa Yesu alikuja kuintercede. Ndio maana Biblia inasema Yesu alikuja kutupatanisha. Moja ya kazi ya muombaji ni nini? Kupatanisha. So Yesu alikuwa ni intercessor, alikuwa muombezi, alikuwa muombaji, au tunaweza tukatumia neno muombezi au mwana maombi. Okay? Lakini sio muombaji, sio maombi ya ubinafsi. Yaani maombi ambayo yanakuwa sio kwa ajili yako. Okay? Naomba tuelewane hapo, tusije tukachanganya. Sio tu kwa sababu unaombaga masaa 3, unakuta masaa 3 yote umejiombea wewe na familia yako tu. Wewe sio muombaji. Okay? Muombaji ni mtu ambaye anaonyeshwa kesi zingine, anaonyeshwa watu wengine, anaonyeshwa watumishi, anapata mzigo kuombea watoto wa shule, anapata mzigo kuombea viongozi wa serikali. Huyo ndo intercessor. Tunamuona Moses, tunamuona Musa. Kuanzia mwanzo wa safari, kazi yake ni hiyo, kumlilia Mungu tu awasamehe Waisraeli, kumlilia Mungu. Kuna sehemu Mungu anataka kuwaua Waisraeli wote. Alafu Musa anasema, anatumia logic tu, anamwambia sasa ukiwaua hapa jangwani, mataifa watasema uliwatoa Misri ili uje waue jangwani na jina lako litazaraulika. Alafu Mungu anaona hii ni point. Usifikiri Mungu hakujua kama ni point. Alikuwa anaupima moyo. Mara nyingi sana Mungu ametupima kuangalia hawa watu wana upendo wa dhati. Moja ya kitu ambacho kilifanya Mungu amtetee Musa hata pale ambapo Haruni, Miriam walimsema vibaya ni kwa sababu tayari moyo wake ulikuwa umeshakuwa moyo ambao ni very 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 very, yani hakuwa selfish, hakuwa mbinafsi. Si unanielewa? Yes, uwezi ukawa mbinafsi alafu ukawa ukategemea wewe tukuite muombaji. Hapana. Hata huo muda wa kuombea wengine huwezi ukawa nao. Why? Because mara nyingi utaangalia sana maisha yako. Amen. So mfano mwingine wa intercessor ni Ayubu, kwa sababu tuliona Ayubu kwenye sura ya 1 mstari wa 5, anaenda kuwatolea watoto wake dhabihu. Sema amina kama unanielewa. So najaribu hapa kukuelezea ili ujue intercessor ni mtu gani. Okay? So intercessor ni mtu ambaye anasimama katikati ya Mungu na watu fulani au mtu fulani. Lengo ni nini? Kumpatanisha huyo mtu na Mungu. Lengo ni nini? Kumpatanisha huyo mtu na nani? Na Mungu. Pengine anaweza akawa ni mgonjwa, pengine anaweza akawa anatembea kwenye dhambi, pengine anaweza akawa anahitaji neema ya wokovu. Kwa unamuombea ili Mungu aweze kuachilia ile neema ya wokovu. So lazima ujue muombaji ni mtu gani. Okay? So muombaji ni mtu wa aina hiyo. Muombaji ni mtu ambaye siku zote anakaa katikati ya Mungu na nini? Na watu. Sasa ili ukae katikati ya Mungu na watu lazima uwe na vigezo fulani. Kwa sababu ngoja nikwambie. Kwa mfano,
Ukisha kuwa ni mtu wa uchungu, mtu wa hasira, mtu wa chuki, ukiwekwa katikati ya Mungu na wanadamu, nadhani utafiti? No, 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 no. Ndio maana leo baada ya kuwa nimeweka ile posti ya kwamba hatupaswi kuwaombea mabaya maadui, watu wengi sana wamenifuata inbox, ni kama wanaona I make sense. Sasa ukisha kuwa mtu wa aina hiyo, huwezi ukawa muombaji, kwa sababu kama unakosewa na watu alafu unawapeleka kwenye maombi kuwakanyaga na kuwaharibu, no, no, no. Wewe ulitakiwa ukienda kwenye maombi upige magoti waombee wale watu. Huyo ndio muombaji. Muombaji sio mtu ambaye anaona makosa ya watu alafu anasambaza. Sema amina kama unanielewa. Yaani wewe umefunuliwa kwa labda kwenye maono, kwenye ndoto kuhusu mtu fulani ni anachepuka na mtu fulani. Baada ya kuonyeshwa unapeleka taarifa. Hapana, hicho kitu atakizima. Roho Mtakatifu atakizima hicho kitu. Hakitafanya kazi. Kwa sababu Mungu ana reveal, Mungu huwa anadhihirisha vitu ili kukomboa, ili kuokoa. Sasa kama anasema na wewe alafu wewe unavitumia vile vitu vibaya kuharibu, maana yake ataacha kusema na wewe. Sema amina kama unanielewa. Lazima ujue hiki kitu kitakusaidia sana. Kitakusaidia sana. Ukijua hiki kitu kitakusaidia. So as long as wewe ni muombaji, lazima ujue baadhi ya vitu vya kujiepusha. Najaribu kukupa summarize ya muombaji ili ujue muombaji ni mtu gani, ili kusaidie wewe kuelewa sasa muombaji ni nani, kwa sababu bado tupo kwenye definition ya muombaji ni nani. Sema amina. Muombaji mwenye uchungu sio muombaji. Huyu ataleta matatizo kwa watu, kwa sababu watu siku zote watakuuzi. Na unapoenda kumwombea mtu mbele za Mungu, unapofanya maombezi kwa ajili ya mtu mwingine, lazima ujue haufanyi maombezi kwa ajili ya huyo mtu kwa sababu ni mwema. Lazima ujue hicho. Umenielewa? Kuna watu watakufuata, unawasikiliza, unagundua kabisa kwamba hawa watu maisha walioishi ni mabaya sana, hayampendezi Mungu. Sasa ukiona tu hivyo alafu kaona huyo atasikilizwa na Mungu, wewe huwezi kuwa intercessor, huwezi kuwa muombaji. Huwezi kuwa muombaji kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa yani unawahukumu watu na unaenda kinyume na neno la Mungu. Biblia inasema hata kama dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama nini? Nyekundu kama bendera, anasema atatusamea, atatusafisha. So sio swala tena la wingi wa dhambi, ila ni utayari wa moyo wa mtu. Sasa ukishaanza ukiwa wekwa mtu kati ya Mungu na watu, alafu ukawa unabeba makosa ya watu na unawahukumu, huwezi kuwa intercessor. Nitakufundisha sifa za intercessors. Nitakufundisha. Tutasoma sehemu ya pili, utagundua kama kweli unafaa kuwa hapo au unahitaji kutengeneza na Mungu. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Na intercessor yote yule lazima awe mnyenyekevu. Huwezi ukawa mtu wa kujilinganisha na watu. Yaani wewe hapa upo unaanza kujisikia ndani yako kama kujilinganisha na mtumishi. Ngoja nikwambie, muombaji always ana unyenyekevu. Na waombaji wengi ni wamama. Muombaji ni mtu ambaye machozi yapo karibu. Umenielewa mpaka hapo? Huwezi kuwa muombaji alafu moyo mzito mgumu. No. Unless otherwise bado hujatengenezwa of course. Lakini with time utaona hizi dalili zote ninazokuambia zinaanza kuja. Why? Because Mungu ataachilia neema hiyo. Hallelujah. Hallelujah. So nataka ujue hiki kitu kwanza ili kukusaidia wewe kujua kwamba ni muombaji na muombaji unapaswa kuwaje. Na ngoja niwaambie, nilipata maelekezo ya kufungua ile group la waombaji. Why? Because what I see, hii madhabahu ya Biblia Times inaenda kuwa kubwa sana. Na kwa sababu inaenda kuwa kubwa sana, haitaweza kwenda pasipo waombaji. Kuna kipindi adui alipiga ikasimama. Sijui kama mlihisi. Iliposimamishwa, by the way, Roho Mtakatifu akawa amenishtua. Ikabidi niingie kwenye maombi maalum tu kwa ajili ya kufungua milango kwa ajili ya nini? Ya hii madhabahu. So lazima ujue adui yupo kazini, na nyie kama waombaji, moja ya kazi ambayo unapaswa kuifanya kama kweli uko tayari kuwa muombaji, kabla ya maombi yoyote, kabla ya huduma yoyote ambayo mimi sijafanya, au mtu yoyote ambaye mbeleni atapata neema kuwa, because nategemea
mbeleni kutakuwa na, I believe kuna watu ambao watatengenezwa na Mungu. Kuna watu ambao tayari imetengenezwa, lakini kuna some nidhamu za kiroho hamna. Yes, kabisa. Yaani kuna yes, itabidi na by the way, kumbe yes, yaani kulea watu it needs patience. Inahitaji sana uvumilivu. Yes, kwa sababu mtu anaweza akawa tayari na kile kitu lakini ana udhaifu sehemu fulani ambao ni mkubwa. Sasa sio udhaifu ambao hauonekani, udhaifu unaoonekana pengine yeye hauoni. Okay, kwa hiyo tutaendelea kufundishana tutaendelea kufundishana. Kazi yenu nyie ni nini? Nyie ni watchmen, sawa? Muombaji ni watchman, muombaji ni walinzi, ni maaskari, umenielewa? Kwa hiyo kabla ya maombi, wewe kama ni muombaji, nataka nikwambie utabarikiwa sana. Kama kweli Mungu amekuita kwenye uombaji na ukawa muombaji kwenye madhabahu ya kweli kama hii ya Biblia Times, ukaombea kabla na mtumishi na wale watakaojiunga, ukatakasa, nitawafundisha namna ya kufanya. Alafu mwishoni pia baada ya maombi ukafunga loza na nini, ukaomba, ukatulia, I'm telling you, Mungu atakuinua kwenye viwango vya ajabu sana. Kwanza mpaka hii semina inaisha, kwa sababu tutakuwa na practicals pia. Ninaamini kabisa watu wengi Mungu ataenda kuwasaidia. Sema amina kama unaamini. Haleluya. Haleluya. Unaweza ukatype amen. Mko wachache, nitawafuatilia. Wale ambao wamfuatilii, mpo wachache, nitafuatilia. Andika notes. Sawa mtoto wa Mungu, takusaidia sana. You cannot be the same. Haleluya. So nimepata neema hii ya waombaji. Why? Because waombaji ni watu wa muhimu sana kwenye kanisa. Yaani kanisa lisilokuwa na waombaji, my friend, haliwezi kukua. I'm telling you, mimi nawaambia ukweli. Kwenyewe ni watu wa muhimu sana kwa sababu ya kile kipawa ambacho Mungu amewapa. Na kazi yenu ndio hiyo, hamna namna nyingine. Uwezo ukasema nimuombee mimi, naombea madhabahu ya Biblia Times ya nini sasa? Kwa nini nisome? No. Kazi yenu ni hiyo. Alafu ngoja nikwambie, muombaji ambaye hauko chini ya mtumishi wa Mungu, ambaye kapewa kipawa kwa kama hiki ambacho Mungu amenipa, ni hatari sana kwa maisha yako. Muombaji yoyote lazima awe chini ya mlezi. Kwa sababu wewe, nikwambie, mimi nataka niwaambie wote ambao mpo, macho yenu yatafunguliwa kabisa, mtakuwa mnaona vitu live. Sasa ukiwa mtu wa kuona vitu live, alafu maana yake ni nini? Itakuwa rahisi nyie kuingiliana na ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ukiingia, una maarifa au una backup ya madhabahu, utapigwa. Umenielewa? Yes. Huwezi ukasimama muombaji wewe kama wewe. Ndio maana waombaji wote wako chini ya madhabahu, wako chini ya mtumishi wa Mungu fulani. Huwezi tu kawa muombaji alafu umekaa mwenyewe. No. Haiwezekani. Umenielewa watoto wa Mungu? Yes. La sivyo watakupiga mishale. Mara utakuwa unapata matatizo ya masikio, mara macho. Why? Because ndio maeneo ambao wanayawinda. Because unawaona, hawataki uwaone. Do you understand? Unaweza kujiuliza, kuona, kusikia ndo nini? Utaelewa this time. Kwa mtoto wa Mungu, mimi nakukaribisha hapa. Nataka nikwambie unaweza ukawa, as long as nimekuunga kwenye grupu hapa, mimi nimeshaona hiyo karama unayo. Okay? So usidoubt kabisa. Lakini kama sijakuunga kwenye ile grupu au unanisikiliza YouTube au unanisikiliza sehemu nyingine, nataka nikwambie vigezo ambavyo nimeweka mwanzoni ni vya msingi sana. By the way, unaweza kuwa ulizaliwa kuwa mwana maombi, kuwa intercessor, lakini adui akawa ameharibu moyo wako. Hakuna intercessor mwenye moyo uliochafuka. Intercessor karibu wote wana mioyo safi. Okay, wanabubujika, wamepondeka. Ukiona adui amekuharibu, maana yake we can still pray. Okay, tunaweza tukaomba kurudisha ule moyo wa mwanzoni. Sawa Yes, kuna wengine wanakutana na wanaume wanawaharibu, wanakutana na mzazi unakuta huyo ndo wa kwanza kukuangusha. Kwa unajikuta na wewe unaingia kwenye laana kwa sababu na wewe unashindwa kutumia hekima, unamtukana, unafanya nini? Unaharibikiwa. Na hiyo ni kazi ya shetani. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Haleluya. Tunakutana na watu kama kina Danieli, ukisoma ile Danieli 9 mstari wa 3 hadi wa 19, utagundua Danieli pia aliintercede, alifanya maombezi maalum kwa ajili ya Waisraeli. Ukisoma pia Esther, unaona Waisraeli aliomba kwa ajili yao akafunga. Lakini pia kuna mtu kama Elia na watumishi wengine wengi kwenye Biblia ambao nimekutajia hapo. So lazima uelewe waombaji walikuwa wengi sana kwenye Biblia. Okay? Na ngoja nikwambie, hakuna mtu ambaye anaweza akasimama yeye peke yake kwenye ulimwengu wa roho. Usije ukawaza ukasema mtumishi mfano kama Frenki,
anaombewa nini sasa wakati yeye anaombeaga watu mapepo yanatoka? No. Huwezi ukasimama mwenyewe kwenye ulimwengu wa roho. Of course Mungu anaweza lakini Mungu anajua hiyo kanuni, by the way. Lazima atakuletea watu. Okay? Atakuletea watu. Na maana huwa tulazimishi watu watuombee. Umenielewa? Ukiguswa na Mungu kwa unajisikia kuniombea, wewe omba. Hata kama utasahau maombezi yako, wewe omba. I'm telling you, watu ambacho hamjui mnafikiri Mungu anafanya kazi kama mwanadamu. Kwa mfano Mungu akikwambia uabudu tu, usianze kuwaza sasa leo sijakemea maadui si watanipiga. No. As long as Mungu ndo amekupa ule msukumo, ile kuabudu tayari vita umeshinda huko. Mmenielewa watoto wa Mungu? Yes. So I pray. Ninaomba Mungu akuongoze kwenye hii semina, usivunjike moyo, sikiliza hadi mwisho. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Malango ya masaa haya natakasa macho yao, natakasa masikio yao, wakaone zaidi ya kawaida, wakasikie zaidi ya kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Ulimwengu wa roho kawe halisi kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Raba sheketeli bakori ya mahanda elika mahanto raba sete besika bakori, na wafunika na damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Amen.